Timu ya wanasayansi wa Hong Kong China imeunda mfumo wa utabiri wa hali ya hewa wa akili bandia, ni akili mnemba, ili kutabiri dhoruba za radi na mvua kubwa hadi saa 4 mbele ikilinganishwa na muda wa dakika 20 hadi saa 2 za sasa. Mfumo huo utasaidia serikali ya nchi hiyo na huduma za dharura kujibu kwa ufanisi zaidi kwa hali mbaya ya hewa inayoongezeka mara kwa mara inayohusiana na mabadiliko ya hali ya hewa. Timu kutoka Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia cha China kimeeleza, tunatumai kutumia AI na data ya satellite ili kuboresha utabiri wa hali mbaya ya hewa ili tuweze kujiandaa vyema, alisema Su Hui, profesa mwenyekiti wa idara ya uhandisi wa kiraia na mazingira ya chuo kikuu ambaye aliongoza mradi huo tangu mwanzo. Mfumo huo ulilenga kutabiri mvua kubwa. Su aliwaambia mkutano na wanahabari kueleza kazi iliyochapishwa, akifungua kichupo kipya akifanya mkutano huo na wanahabari, ambapo chuo cha kitaifa na wanasayansi kilitengeneza tangu Disemba. Mfumo wake unatumia mbinu za AI za uzalishaji kuingiza kelele kwenye data ya mafunzo ili mfumo ujifunze kubadilisha mchakato katika juhudi za kutoa utabiri sahihi zaidi. Imetengenezwa kwa ushirikiano na mamlaka ya hali ya hewa ya China ambayo husasisha ama hutoa utabiri kila baada ya dakika 15 na imeongeza usahihi kwa zaidi ya 15%, timu hiyo imeeleza. Kazi kubwa hiyo ni muhimu kwa sababu idadi ya vimbunga na vipindi vya hali mbaya ya hewa ya mvua Hong Kong na sehemu kubwa ya kusini mwa China iliyokabiliwa nayo mwaka wa 2025 izidi kiwango cha kawaida cha msimu na miaka ya nyuma, wanasayansi hao walieleza. Jiji hilo la Hong Kong lilitoa onyo lake la mvua kubwa zaidi mara 5 mwaka jana na la pili kwa ukubwa mara 16 na kuweka rekodi mpya, uchunguzi wake ulieleza. Mamlaka ya hali ya hewa ya China na uchunguzi wa Hong Kong zote zinafanya kazi kuingiza mfumo huo katika utabiri. Mfumo mpya wa akili bandia wa timu hiyo unaoitwa mfano wa usambazaji wa kina kulingana na data ya satellite, yani Deep Diffusion Model Based on Satellite Data DDMS, ulifunzwa kwa kutumia data ya hali joto ya mwangaza wa infrared iliyokusanywa kati ya mwaka 2018 hadi 2021 na satellite ya Fengyun-4 ya China. Satellite zinaweza kugundua uundaji wa wingu mapema kuliko mifumo mingine ya utabiri wa hali ya hewa kama vile radar, Su alieleza. Data hiyo ilijumuishwa na utaalamu wa hali ya hewa ili kunasa mgeuko na mabadiliko ya mfumo wa mawingu yanayozunguka na baadaye kuthibitishwa na sampuli za majira ya kuchipua ya kiangazi kuanzia mwaka 2022 na 2023. Je, kinatakiwa kije Afrika kwa ajili ya kutabiri mambo mengi ili kuzuia baadhi ya vitu, mafuriko pamoja na majanga kibinadamu? Hii ni Msasa Media. Msasa kisasa zaidi.